السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ikiwa ni durusi zetu za fiqhi katika mada ya ama kitabu cha Al-Yaqutu An-Nafisi fi madhhabi Ibn Idris. Leo moja kwa moja tukiwa kumeingia katika tahara badila ama mbadala wa tahara ya maji, bimaana lau mtu akikosa maji atatayammam. Sasa ni vipi mtu anatakiwa tayammam? Ni sharti gani ama ni zipi sababu za kumpelekea mtu huyu aweze kutumia ule mchanga kwa ajili ya kupata udhu na kuweza swala yake kusihi, ama ile kuoga kwake kwa ajili ya janaba ama kuondokana na tahara kubwa kupatikana. Kwa hiyo musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain amin, anatuambia at-tayammum. Tumeingia moja kwa moja katika mada ya at-tayammum. At-tayammum kwanza tunataka tuifahamu kilugha. At-tayammum anatuambia lughatan al-qasd, kukusudia. Kilugha pia maana yake inaingia at-tayammum, maana tayammamtu bi maana qasadtu, yani nimekusudia, kusudia. Lakini tunayoitaka sisi ni kisheria wa shar'an. Anatuambia iswalu turabi ila alwajhi wal yadaini bi niyatin makhsusa, ni kule kupeleka mchanga ama udongo ila alwajhi, katika uso, wal yadaini, na mikono miwili, bi niyatin makhsusa, lakini ipatikane nia ambayo kwamba ni maalum. Ni kule kutumia udongo katika kuufikisha katika uso na kuufikisha katika mikono, lakini kwa kupitia nia makhsus, bimaana mtu anatumia udongo katika kuchukua ule udhu wake katika viungo viwili ambapo kwamba ni uso na pia vile vile mikono yake miwili. Lakini moja kwa moja sasa swali linajengeka, mimi naweza vipi kutumia udongo, ama ni wakati gani, ni sababu zipi mimi zitanifanya zinipelekee mimi kuachana ama nitumie ule udongo ama mchanga? Anatuambia asbabu tayammum. Kwanza tujue maana ya asbab. Asbab kama wanavyotuambia maulama, asbabu jamu al-asbab jamu sabab, kwamba sababu kama inavyofasirika Kiswahili sababu kilugha ma yutawasal bihi khairu, ni kile kitu ambacho kwamba kinakupelekea kupata kitu kingine. Ni maana sababu ya kupata pesa ni kupitia kazi, kwa ile kazi ni sababu ya kupata pesa, mfano kama huu. Lakini wa urfan inafahamika kwamba ma yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi aladam lidhati, ni kitu ambacho kwamba lau kikipatikana kile kitu basi kinasababisha kupatikana kitu kingine, na lau kikikosekana basi huenda kikakosekana kile kitu kingine. Bimaana mimi ninataka kuswali lakini hasiwezi kuswali isipokuwa kupatikana udhu. Kwa ule udhu tunaita ni sababu ya kupatikana kwa swala. Kwa hiyo lau udhu ukikosekana na pia ile swala ukosekana, lakini yule udhu ukipatikana sahihi pia swala yetu itakuwa ni yenye kupatikana. Kwa hiyo ma yalzamu min wujudihi ni kitu ambacho kwamba kinalazimisha, lau kikiwepo alwujud basi kile kitu pia ambacho kwamba kinawajibishwa ama kimefaradhishwa kitapatikana. Wa min adamihi, na ile sababu ikikosekana, al-adamu lidhati, itakuwa kimekosekana kile kitu. Tunatuambia asbabu tayammum saba, asbabu za kumfanya mtu atayammamu ni saba. Nadhamaha ba'dhuhum biqawlihi, baadhi wakaleta katika mashairi wakasema faqdun wa khawfun hajatun idhlaluhu maradhun. Akasema maradhun yashuqu khabiratun wa jirahu. Wengine wakatungia katika beti kama hili ikakusanya asbabu hizi zote ambazo kwamba ni sababu za kutayamam. Tutaeleza moja moja. Kwanza kuna faqd, na hii faqd kukosekana kwa maji. Kukosekana kwa maji ndio musannif rahimahullah anatuashiria katika hamish ama taaliki hapa, anatuambia faqdul ma'i hissan,
ima kuyakosa maji kihisia, bimaana yale maji kweli tunayotafuta hakuna, ima kwa kutokea ukame, bimaana pale tunayakosa kihisia. Lakini kuna kuyakosa maji pia kisheria, yani maji yapo lakini ile sheria inakuzuia wewe kuyatumia maji kama yale, tutakuja kuelezea. Kwa anasema fakudul ma'i hisa, yale maji unakuwa umekosa kiuhakika. Asema wa yatayammamu bila talabin in tayaqqana faqdahu, lau mtu akawa na yaqini kwamba maji hakuna, basi atatayammamu bila hata kutafuta maji. Yani uko sehemu ni msafiri, watafuta maji ya kutawadhia ukakosa, na una yakini kwamba hutopata, basi utatayamam bila ya kuwa na kuyatafuta yale maji, kwa sababu una yakini. Wa ba'da talabi ila haddi al-khawf, ama anaweza akatayamam ikiwa atatayamam baada ya kuyatafuta katika kiwango ametafuta haddi al-khawf. Haddi al-khawf wametafsiri wakatuambia huwa 300 dhira'in in tawahama wujudu, ni takriban dhiraa 300, takriban dhiraa 300. Yani dhiraa ni mkono wa mtu ambaye kwamba ni mu'tadil, hapa paka hapa ni dhiraa. Kwa hiyo tutakisia baadaye kwa kilomita za kisasa ni ngapi. Au dhannahu au shakka fihi, basi ikiwa mtu amepata dhanna ama amepata mashaka kwamba nitaweza yakapatikana maji kama yale, basi atatayafuta kwa haddi ya khawf. Kwa hiyo tumesema ikiwa mtu ana yakini kwamba yale maji hakuna, yeye huyu moja kwa moja atatayamma bila hata kutafuta. Lakini ikaingia katika dhanna yake ama akapata mashaka kwamba maji huenda akapatikana, huyu anaambiwa atafute kwa haddi ya khawf. Haddi ya khawf ni gani? Wa 3 dhiraa, ni ile dhiraa 300. Asema yajibu alayhi talabuhu fi haddi alqurbi in tayaqqan wujuduhu fihi, lakini pia vile vile ikawa anayakini kwamba lau akitafuta yatapatikana maji kama yale, basi huyu anaambiwa atafute kwa haddi ya qurbi. Haddi ya qurbi ni gani? Anatuambia wa huwa ila milin wa nisfi, kama takriban maili 1.5, ambao kwamba ni sawa sana kilomita 2.5, sawa sana kilomita 2 ama na nusu. Lakini baadhi ya muasirin waka hadi wakasema takriban kilomita 4 mtu atatafuta maji kama haya kwa kuwa na yakini kwamba atapata maji. Wa mazada yusamma haddul bu'd, lakini ikiwa imezidi hizi kilomita 4 ama kwa kiasi kingine kilomita 2.5, basi itaitwa haddul bu'd. La yajibu alayhi talabuhu minhu mutlaqan, haitakuwa ni wajibu kwake yeye kuyatafuta maji kama haya. Asema bal lahu an yatayammam min khair talab, ikiwa mtu kama huyu ana yakini kisha ametafuta maji imeshazidi zaidi ya mita zile kilomita 4, basi huyu atatafuta tu bila atatayamma bila ya kuyatafuta maji kama haya. Hii ilikuwa ni faqad, kuyakosa maji. Lakini sababu nyingine ni khawfun, ni kuwa na hofu. Hofu hapa anatueleza msanifu rahimahullah ta'ala bi an yakhafa ala nafsihi min aduwin au sab'in law qasada alma, lau amekosa maji ndio, lakini lau akatoka kwenda kuyatafuta yale maji, anahofia juu ya nafsi yake kutokamana na maadui mvamia mathalan, ama katika kule kutafuta ataweza akavamiwa ama kushambuliwa na wanyama akienda kuyatafuta maji kama haya. Au ala malihi min khasibin au sariq, au akitoka mathalan ana mali akiziacha pale huenda zikaibiwa ama zikaporwa, basi mtu kama huyu pia vile vile anaruhusiwa kufanya tayammum. Lakini sharti nyingine ama sababu nyingine ni idhlaluhu, bimaana kabla idhlalu naona kuna haja tu, yani mtu akawa na haja na yale maji. Wewe katika safari uko na maji, lakini maji kama yale unayahitajia kivipi? Bi ayahtaja lilma'i li'atashi hayawani muhtaramin walau ma'alan, yani wewe una maji lakini yale maji utahitajia kwa ajili ya kumnywesha mfano mnyama ambaye kwamba tunamheshimu, mnyama ambaye kwamba anakirimiwa kwa ajili ya kumkata kiu. Walau ma'alan, hata kama yale maji hutotumia kwa muda ule, utatumia kwa baadaye, basi pia tunakwambia maji yale utayatumia kwa ajili ya kunywa
kisha wewe utatayamam. Utaona namna dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna inavyochunga ile insania ya mwanadamu katika kuilinda nafsi yake katika dhara, kuilinda katika mafsada. Kwa hiyo una maji lakini unahofia kwamba utayatumia katika kunywa, ima ni wewe ama hayawani muhtaram. Hayawani muhtaram tulishataja katika durusu zilizopita, tulisema tariku salah anaingia katika hayawanun ghairu muhtaram, kalbun aqur anaingia katika hayawanun ghairu muhtaram, na wale wote ambao kwamba tuliwataja. Akasema au li thamanihi li ta'amihi au li daini, ama maji kama yale akawa anahitajia kwa ajili ya ile thamani yake, bimaana katika mji ulioenda pale thamani inayouzwa ile maji uliozoea bei yake ni kubwa zaidi na ile pesa mathalan utakuwa ni mwenye kuihitajia, basi waruhusiwa pia wewe kufanyaje? Kutayammam. Sababu nyingine anatuambia idhlaluhu, ai idhlalul ma'i wahdahu au ma'rihalihi, yani uko na maji kisha yale maji ukayapoteza, bimaana ukayapoteza yale maji yenyewe, ulikuwa na maji ukayapoteza yenyewe, au yalikuwa katika kipando chako, mathalan ni punda ama ni ngamia ama ni farasi ama kipando chochote, ukawa maji yako yale yamepotea, basi mtu kama huyu pia anaambiwa atatayamam. Lakini wayaqdi fil ula la fi thania, ikiwa mtu atapoteza maji kutokamana na uzembe wake mwenyewe, yani utapoteza maji peke yake, ulama anatuambia hapo itakuwa ni kana kwamba ni uzembe wako. Kwa hiyo ile swala uliyotayamam kutokamana na kupotea maji yenyewe, basi utailipa. Lakini maji ambayo kwamba yamepotea mathalan na kipando chako kile, basi yale hutolipa kwa sababu ile haikuwa katika namna ya kuyalinda. Lakini ile ya kwanza ulikuwa na uwezo wewe kuyalinda, hukuwa na ihtimamu na yale maji. Kwa hiyo swala ya tayamam ya kupoteza maji yenyewe utailipa. Kisha nyingine atuambia maradhun yashukku, ama una maradhi. Sababu nyingine katika kumpelekea mtu kutayammamu ni mtu mwenye maradhi. Maradhi haya ai bi ayakhafa min istimali alma'i ma'ahu ala nafsin au udwin au tuli muddatihi, lau ukiyatumia maji kama yale unahofia kwamba uende ukaangamia. Bimaana kuna mtu akitumia maji ugonjwa wake utaweza kumwangamiza, au kikaangamiza moja ya kiungo chako kikasababisha akapata maradhi zaidi, au tulu muddatihi, una maradhi lakini ukitumia maji huenda yakaongezeka zaidi yale maradhi yako, basi nakwambia utatayamam. Au ziyadatihi au nahwi dhalika, au kiungo chako lau kikitumia maji maradhi yale yataongezeka ama muda utaongezeka. Kwa hiyo tunakwambia wewe utatayamam kwa ajili ya kulinda ile afya yako. Jambo lingine akatuambia musannif rahimahullahu ta'ala, kisha kuna bimaana hii inaunganika na ya pili, natuambia wa maradhun yashukku, kisha jabiratun, kisha kuna bimaana jabiratun, yani bi an yakhafa min naz'iha dararan mimma dhukira. Wewe upo na bandage, bimaana kwa lugha sasa ule muogo ambao kwamba uko katika mkono wako, na mkono wako mathalan umeumia na unahofia katika kutoa lile bandage utaweza ukapata madhara, basi unaambiwa mtu kama huyu atatayamam. Wahia atutafsiria bandage ni lipi? Wahia ma yudhau ala mawdhi al-kasri liyanjabir, ile kitu ambacho huwekwa katika sehemu iliyovunjika, ima ni mkono ni mguu, kwa ajili ya vile viungo kurudi kwa pamoja, kama tunavyofua zamani walikuwa wakiweka miti kwa ajili ya kusababisha ile mifupa kuunganika, lakini kwa sasa tuna vitu ambavyo kama vinaweka inakuwa kama ugumu fulani, tunaita bandage ama jabira. Wa mithluha fi al-hukm ma yudhu ala al-jarh min man lasaqahu wa isaba, na hii inakutanishwa ama tunailinganisha na hukumu ya mtu ambaye kwamba ameweka katika jeraha. Bimaana si lazima mkono wako ukavunjika,
Bimaana lau una jeraha ukaweka bandeji, basi mtu kama huyu ikiwa atahofia jeraha lake lile kupata maradhi zaidi, basi na yeye hataruhusiwa kuvua lile bandeji lake, ila atakuwa ni mwenye kutayamam kwa ajili ya kiungo kama hicho. Na hapa kuna masala muhimu sana ambayo kwamba wengi huuliza swali kama hili. Mimi mathalan nimevunjika mkono na nimewekewa muhogo ama bandage lile, vipi udhu wangu utakuwa ni wenye kuswi? Tunakwambia masala kama haya maulama wametuelezea kwamba ikiwa ule muhogo umewekwa katika mathalan ni mkono, basi cha kwanza utaosha viungo sahihi, viungo vilivyobakia ambavyo kwamba havina maradhi. Bimaana utaanza kama kawaida kuosha uso, utaosha mkono wako wa kulia mara 3 kama kawaida. Mkono wako ambao kwamba ndio unajabira mathalan ni mkono wa kushoto, basi kwa kuwa ndio umefika wakati wa kuosha mkono wa kushoto na umeshaosha mkono wa kulia, basi kwa ule wakati pale unatakiwa ukausha yale maji ya uso na mkono wa kulia, kisha utayamam kwa ajili ya mkono huo. Utachukua tayamam kamili, maana utachukua udongo wako tayamam katika uso na mkono, na sehemu zilizobaki utapaka udongo katika ile jabira, kisha utaendelea na viungo vilivyobaki. Ikiwa katika migondo hivyo hivyo, kwa hiyo lazima taratibu utaifatanisha. Uwezo ukasema kwamba ule mkono nisiuoshe wala nisitayamam. Ile tayamam inakuwa ni mbadala wa kutokupata ule mkono wako maji kule ndani. Kwa hiyo utaosha uso, utaosha mkono wa kulia, pale umefika katika kuosha mkono wa kushoto utatayamam kwa ajili ya mkono huo. Sawa, lakini kutayamam mwenyewe sio kwa ajili unatayamam kwenye ule mkono tu, bimaana utatayamam kamili. Na tayamam ni kupangusa uso na mikono miwili, bimaana ule mkono wako pia ambao pia unajabira utaupangusa sehemu ambazo kwamba ni sahihi, ambazo kwamba hakuna lile bandeji, kisha utaweza ukapaka ule udongo ikiwa hautaleta madhara. Nadhani msanifu rahimahullah pia mbele ataleta masala ambayo kwamba inahusiana na jabira, tutaelezea kwa tafsiri insha Allah. Kwa hiyo na msanifu akamalizia akasema wajirahun, pia vile jeraha asema bi an yakhafa min usuli alma'i ilayha shay'an min al-adrar al-madhkura, lau jeraha lako lile lau yakiingia maji basi itakuwa ni kuleta madhara ambayo kwamba tumeyataja. Asema fayughsalu sahihi, ataosha viungo sahihi, wa yatayammamu 'ala al-jarihi waqta khaslihi, na tatayammamu badala ya kile kiungo kilichopata jeraha kwa wakati wa kile kiungo chake, kama tulivyoelezea katika masala haya. Kwa hiyo haya ni masala ambayo kama yalikuwa yamefungamana na sababu za kumpelekea mtu kutayammam. Darasa linalokuja tutaingia moja kwa moja katika shuruti, sharti gani za kumpelekea mtu aweze kupata tayammum kwamba kamili, ambapo kwamba ni sahihi. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.